kutoka katika kaunti ya Mombasa ni eti kwamba mwanaume mmoja kutoka kaunti ya Mombasa aliyedaiwa kutekwa nyara na watu wenye silaha hatimaye ameunganishwa tena na familia yake baada ya kutekwa nyara kwa siku 9 akipitia mateso makali na kunyimwa matibabu. Harrison Nyamo mwenye umri wa miaka 44 na anayeugua ugonjwa wa figo alitekwa nyara kutoka nyumbani kwake eneo la Sisi kwa Sisi, eneo la Soweto, na kupatikana katika eneo la Vipingo, kaunti ya Kilifi. Sebastian Maria na uketo wa taarifa hiyo. Hatimaye Harrison Nyamo ameachiliwa huru baada ya kutekwa nyara mwaka jana. Harrison aliyepatikana katika eneo la Vipingo, kaunti ya Kilifi, alifanikiwa kurejea kwa familia yake katika kaunti ya Mombasa. Kwa majina naitwa Harrison Nyamo Kunda. Nilishikwa tarehe 24 hapo kwa nyumba. Watu walikuja wamevaa ninja. Wakaniambia kichwa chini na familia yangu wote tukarazwa, tuliporazwa mimi niliweza kuwekwa pingu na kuteremshwa mpaka chini kwa kali na kushikwa na kufungwa macho penye nilipelekwa sikujua. Akisimulia masaibu aliyoyapata, Harrison Nyamo na anayeugua ugonjwa wa figo alibaini alikuwa amefungwa pingu, kufumbwa macho na kupelekwa sehemu isiyojulikana na kukosa matibabu kwa siku 9 ambako kumeathiri afya yake. Na nimepitia masaibu ya kutosha, na singetaka mwingine apitie masaibu kama hayo. Siwezi omba mwingine apitie masaibu kama hayo nilipitia, kwa sababu nilipitia masaibu kwa mpaka tarehe 2 ndio niliachiliwa usiku sehemu za Vipingo, mahali nilikuwa sijui ni wapi. Kwa vile mimi nilikuwa na familia yangu na nikarudi kwa mzima, nashukuru Mwenyezi Mungu sana. Wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wamelaani vikali tukio hilo, wakieleza kuwa ni kinyume cha sheria na ukiukaji mkubwa wa haki za msingi za binadamu. Alitekwa nyara kabla ya Christmas na aliwekwa kwa security detention hadi jana ambapo aliachiliwa kuweza kufika nyumbani. Kwa hivyo familia yake haikujua Krismasi, haikujua New Year, na hivi sasa ndo ameweza kurudi kuweza kupata matibabu, jambo ambalo tunasisitiza kwa vitengo vya usalama, vitengo vya serikali, ikiwa mko na shida yoyote na mtu yoyote, tafadhalini fuateni sheria ili shida kama hizi zisiweze kutokea. Na tunataka wale wote waliohusika waweze kujulikana, ili mambo kama haya ya kuweza kuumiza mtu ambaye ni mgonjwa tayari anahitaji matibabu yasiweze kutendeka. Kwa hivyo tunataka serikali ifuate sheria, na hii ni ushahidi wa kutosha kwamba vile vitengo vya kuteka nyara, vile vitengo vya kuua bado viko na vinaendeleza kazi yake. Na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunasema kwamba haki za kibinadamu za msingi za watu ambao wameshikwa zinafaa zizingatiwe. Endapo mtu yeyote amefanya makosa, serikali ina haki ya kumshika na kufuata kanuni za nchi na kumhoji. Serikali ingekuwa imesaidika katika kuweka usalama na Harrison angekuwa bado yuko salama. Kwa hiyo tunaendelea kupinga utekaji nyara, tunaendelea kupinga abductions, na tunasema abductions must end, kwa sababu hakuna nchi yoyote inafaa kulingana na zile kanuni za kimataifa za United Nations Declared Rights ya kuendeleza utekaji nyara. Abductions are illegal, abductions are criminal, na serikali lazima izingatie suala la kufuata sheria wakati wananchi wamefanya makosa. Sebastian Maria, Undugu TV.